Suala huyu ameuliza, asema katika hii karni yetu waweza kupata kijana cha Kiislamu cha kike kimeolewa na asokuwa Muislamu, na ukimuuliza kwambia lakum dinukum waliya dini, yeye na dini yake na mimi na dini yangu. Kwanza nitakwambia katika sharia ya Kiislamu hairuhusiwi mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume wa dini yoyote isiyokuwa Muislamu. Hairuhusiwi. Mwanamke wa Kiislamu haoleki. Wajua maana haoleki? Haiwezekani akaambiwa huyu ni mumewe wamemuoa ikawa ule mume si Muislamu, awe dini atakao kuwa haoleki. Maana lao wakinena wamenena tu, lakini hakuna ndoa, haitimu ndoa. Na kuna sababu nyingi iliyoko kwamba sisi Waislamu tumeruhusiwa kuwaoa ahlul kitabi peke yake. Sisi wanaume, nikinena sisi wanaume, mwanamume ameruhusiwa kuoa mwanamke wa ahlul kitabi. Aliruhusiwa hapo ahlul kitabi. Ahlul kitabi ni watu gani? Ni watu ambao kwamba hawajulikani kwamba waliweza kufuata dini ya Isa baada ya kutumilizwa mtume. Yani sisi tujuavyo kwamba wao kuanzia kae na kae wako kwenye silsila ya kufuata dini ya Nabii Allah Isa. Na alama kubwa ya ahlul kitabi ni kwa yeye ukimuuliza Isa ni nani, haneni Isa ni mwana wa Mungu, kwa sababu haikubali katika taarifa za ahlul kitabi kwamba wao walikinena Isa ni mwana wa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuelezea katika Qur'ani, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana, na neno lenyewe kwamba alla nushrika bihi. Sasa ukinena Isa ni mwana wa Mungu, kushirikisha kupi huko? Kwa hiyo dalili kubwa ya ahlul kitabi, wao waamini kama tunavyoamini sisi kwamba Nabii Allah Isa ni kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu basi. Lakini hawa tulionao sisi si ahlul kitabi. Pili, wewe Muislamu uliambiwa ukitaka kuwa Muislamu utafuta mwenye nini? Mbona mujibu utafuta mwenye nini? Utampata wewe huko una dini? Hao Waislamu rega rega.